Asante, asante. 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 Kwa heshima twawasalimu, zimetutawala nizamu, mbele yenu ni wahitimu, twawapa yetu muhimu. Tunashukuru sana kwa elimu tuliopatiwa, bila ushuru mama, kwa ili utabarikiwa. Kilimo, mifugo, yote tumesoma, mengine mmitanda, jamii wajionea. Sisi tunashukuru, elimu kwetu ni nuru, Ramadhani tulifuturu, kwa hivyo tuja kufuru. Sisi tunashukuru, elimu kwetu ni nuru, Ramadhani tulifuturu, kwa hivyo tuja kufuru. Asante, 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 asante. Mkurugenzi wetu, asante. Mwalimu wetu, asante. Viongozi wetu, asante. Wageni wetu, asante. Macho nimeangaza, mbele yangu siamini, naona kama miujiza, muende kuota jangwani. Naomba lidumu darasa siku zote maishani, wote tuvuke daraja, maisha yapate ramani. Ubarikiwe mama, maishani mwako, uinuliwe mama, kwa kazi zako. Sisi tunashukuru, elimu kwetu ni nuru, Ramadhani tulifuturu, kwa hiyo tuja kufuru. Sisi tunashukuru, elimu kwetu ni nuru, Ramadhani tulifuturu, kwa hiyo tuja kufuru. Asante, 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 asante. Mkurugenzi wetu, asante. Mwalimu wetu, asante. Viongozi wetu, asante. Wageni wetu, asante. Mugisa, Mugisa wetu mwalimu, Mugisa, Mugisa, Mugisa wetu muhimu, Mugisa. Popote ukienda, utukumbuke njiti, mwalimu tunakupenda, kwa masomo unapiti, mengi umeyatenda, kabisa tuna ubishi. Sisi tunashukuru, elimu kwetu ni nuru, Ramadhani tulifuturu, kwa hiyo tuja kufuru. Sisi tunashukuru, elimu kwetu ni nuru, Ramadhani tulifuturu, kwa hiyo tuja kufuru. Asante, 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 asante. Mkurugenzi wetu, asante. Mwalimu wetu, asante. Viongozi wetu, asante. Wageni wetu, asante. Wazazi wetu, asante. Familia zetu, asante. Watoto wetu, asante. Mungu Baba
Asante DJ. Watu hawa mmewakusanya, enyi watu wazima, elimu gani mmepata mkiwa uzeeni? Watoto wenu wanasoma, nanyi mnasoma. Elimu acheni watoto wazee mkapumzike. Elimu jasiriamali inatuhusu wazee. Kilimo, ufugaji, sisi mahala pake. Tumepata ujuzi bora, hakika tumeelewa. Mafunzo tumemaliza, tumepata elimu bora. Kufuga na kulima vilikuwepo tangu zamani. Wahenga walilima na kufuga mifugo mingi. Elimu walipata wapi? Mbona maisha yalienda? Elimu acheni watoto wazee mkapumzike. Maendeleo ni utaalamu, elimu iliyoboreshwa, kilimo kwa vipimo, madawa, mbegu, mbolea, kipato kukiboresha, maisha bora kuyabadilisha. Tumemaliza mafunzo, elimu bora tumepata. Lima mbuga fuga kwenye mazizi yenye miba, mapori mengi ya kika, kachunge uwezavyo. Hayo yako ni mapya, gharama tuziwezi. Elimu wacheni watoto wazee mkapumzike. Kupika na kupakua, keki tamu tumepika, maziwa mazao yake, miliki sheki tumekunywa, mchini pia siagi, faida za ng'ombe bora. Mafunzo tumemaliza, tumepata elimu bora. Ulikosa kazi, mwaenda kusoma wazee, familia matuachia, watoto wazurura ovyo. Mwaenda kusoma wazee, pasi na uelewa makini. Elimu acheni watoto wazee mkapumzike. Batiki na vazi asilia, tumechoka kwa uhakika. Tumevaa, tunapendeza, kazi ya mikono yetu. Tumiza mwalimu wetu, hakika wote tumeiva. Mafunzo tumemaliza, tumepata elimu bora. Muda mwingi mmepoteza, sabato kuhudhuria, bustani mmeziacha, kutembea ovyo ovyo.
kituo chetu. Ubuyu sio kwa Babu Isa, hata Ititi ni Zanzibari. Vitumbua pia sambusa, hakika tutauza. Njooni tuungane pamoja, fursa ziko nje. Kupanda bila udongo, mazao ya mifugo kama ngano, ulezi, chakula cha mifugo. Kuku, mbuzi, ng'ombe wapata vyakula bora. Utaalamu kitaalamu, ufugaji umeboreka. Afya na raha pia. Mugisa katuelekeza tuishi kwa kupendana pasi na malumbano, haja zetu kuzitimiza kwa upendo na amani. Tulee familia zetu, Mungu atubariki. Ni kweli nimekubali, elimu haina mwisho. Familia zibadilike, zikubali maendeleo. Hakika mmekuwa chachu, Ititi yaendelea. Wazee jitokezeni, Sabato mkasome. Tofali tumefyatua yale yanayofaana, hayahitaji gharama, vitunguu makazi ya mchwa, Dangote Pika Plus wala hatuhitaji. Nyumba bora tutajenga, Ititi itapendeza. Uisha umefikia, Mkurugenzi kwa kushukuru, Mgisa kwa kuamini, maisha bora tunatakieni. Mafunzo tumemaliza, tumepata elimu bora. Sherekea, maisha yataboreka. Makofi kwetu mengi. Jamani, makofi kwa Wanangonjera. Jamani, hao ndio walikuwa Wanangonjera, na sasa wanamaliza kwa ujumbe, kisha watatoka, lakini pia wananiambia watatoka kwa wimbo wao. Karibuni sana. Ngonjera hii imeandaliwa na wana mafunzo na kuletwa kwenu na sisi watambaji maarufu. Tupigieni makofi jamani. Tunaondoka kama ifuatavyo. Ninapenda kuwapongeza sana. Waswahili wanasema ukiona vyaelea ujue vimefanywaje? Vimeundwa. Kuna watu wamekaa chini, wengine hawakulala, wamehakikisha program imependeza. Mungu awabariki sana. Mwalimu Baini peke yake tu inatosha kuwa kiburudisho. Asante sana dada yangu. Wapendwa wageni waalikwa na wanaititi kwa pamoja, na hasa mgeni wetu rasmi niliyesimama mbele yenu ni mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto katika jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato. Miongoni mwa majukumu yangu kama mkurugenzi wa idara ya wanawake ni kuona wanawake na watoto na hatimaye hata wababa wote wanastawi kwa pamoja. Kituo hiki ni kituo cha jamii. Kina
kinakusudiwa kuhudumia jamii sio tu ya Ititi, lakini hata ya Tanzania yote kwa ujumla. Kituo hiki kimeanza mwaka 2014 kwa kununua eneo la ekari 18.5. Eneo hili lote limezungushiwa ukuta kama mnavyoona, na 2014 baada ya kununua eneo hili tulikusudia kuwa na majengo kadhaa. Makusudi ya kuanzishwa kwa kituo hiki, makusudi ya msingi kabisa ni kuwarejesha wanadamu katika sura ya Mungu. Ili unielewe, ninaongelea kundi la vijana wetu na watoto wetu ambao wamejiingiza katika mazoea mabaya kama ulevi wa pombe, madawa ya kulevya na mambo ya ukahaba. Kama wamama tunaguswa sana na kitu chochote kinachomathiri mtoto au kijana wetu. Na hivyo makusudi ya kituo hiki ni kujenga jengo maalum, majengo kadhaa. Jengo la kwanza ni jengo la ukumbi wa mikutano mbalimbali. Kama wanawake, mmoja wa changamoto tunayokuwa nayo ni kuwa na mahali pakubwa pa kukutana. Maana mimi ninaongoza wanawake katika mikoa 13 ya Tanzania Kaskazini. Na kila mwaka huwa tunakutana pamoja. Tunapokutana pamoja tunahitaji kuwa na ukumbi mkubwa, mahali ambapo tutakutana, tutacheka, tutaongea, tutajadiliana, tutasaidiana na hata kuondoa misongo mbalimbali. Hili ni sehemu ya mradi wa kwanza, ukumbi wa mikutano mbalimbali ya wanawake na hata watoto. Ndio maana juma hili liloisha tumekuwa na kongamano la watoto. Kwa sasa hilo jengo bado hatujajenga. Kiramani tunapaswa kujenga pale upande wa juu palipo nyanya na migomba na kadhalika. Jengo la pili ni kujenga jengo maalum la huduma za urejeshwaji, kuwasaidia watu na vijana ambao wameingia katika madawa ya kulevya, pombe na ukahaba. Kuna utaratibu wa kuwarejesha bila kutumia jasho na kuwasaidia waachane na kuchukia mazoea hayo. Ndiyo maana utaona hata leo bila shaka tutakuwa na kazi ya kupanda miti kama sikosei kwa jinsi nilivyoambiwa kwenye ratiba. Lakini tumepanda miti mbalimbali ya matunda. Tunaamini kwamba kitaaluma watu walioathiriwa na pombe, ukahaba na madawa ya kulevya, sehemu ya muhimu ya kuwasaidia kupona ni katika chakula. Pamoja na wataalamu watakao kuwepo wa kuwasaidia siku kwa siku, lakini chakula ni sehemu ya muhimu sana kuwasaidia vijana hawa kurejea na kuchukia pombe, ukahaba na hata madawa ya kulevya. Na hivyo jengo hilo litajengwa mahali fulani jirani na ukumbi wa mikutano. Jengo la tatu ni mabweni kwa ajili ya kuwalaza wajumbe wa mikutano, lakini pia na wale ambao watakuwa katika kurejeshwa, wale wa madawa kulevya, pombe na ukahaba. Mradi mwingine ni wa kuwa na chuo cha ufundi, madarasa kwa ajili ya kuwasaidia wale
kuwafundisha ni kwanza kuwaingiza katika mafunzo mbalimbali, wapate kitu cha kwenda kufanya wanaporudi manyumbani kwao, ili wasije wakaendeleza mazoea waliokuwa nayo. Kwa hiyo chuo cha ufundi au madarasa ya shule ya ufundi yatawasaidia wale watakaokuwa wamepona madhara ya pombe, ukahaba na madawa ya kulevya, ili waweze kuwa na shughuli za kufanya wanaporudi nyumbani. Lakini pia tutakuwa na cafeteria, mahali ambapo mahanjumati yatakuwa yanatengenezwa, na hapa tulipo sisi ndiyo ramani ya cafeteria kwa sasa. Baadaye itakapokamilika ndio itakuwa cafeteria halisi, mahali pa kula chakula. Lakini pia tutakuwa na vitu vya maburudisho kama viwanja vya mpira na maeneo mbalimbali ya watu kufugia ng'ombe, mahali pa mifugo, kuku na kadhalika. Hayo yatafanyika upande wa chini. Lakini kwa muda huu ambao bado tunakusanya nguvu ili tuanze ujenzi, tumeangalia jamii inayotuzunguka. Tukagundua ya kwamba hali ya maisha yako chini. Kama kiongozi wa wamama, kiongozi wa watoto, huwa ninaumia ninapomwona mama amebeba mtoto mgongoni, analima, anatoka kule shambani na kuja na kuni kichwani kama tulivyoonyeshwa na wana mafunzo pale. Hii inaonyesha ya kwamba mama ana majukumu mengi sana. Na nia yetu ni kujaribu kuona namna ya kurahisisha majukumu ya mama. Maana huyo mama angekuwa na mtu wa kumsaidia kazi nyumbani, huenda angestawi vizuri zaidi. Tuligundua pia kwa kutazama kwamba umaskini bado upo miongoni mwa wamama wengi. Kama mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto, sisi katika kanisa la Sabato tunatambua wanawake wanapitia changamoto kuu 6. Nitataja chache. Moja ni umaskini, nyingine ni afya duni, changamoto nyingine ni habari ya unyanyasaji wakati mwingine. Lakini pia mzigo wa kazi ni moja ya changamoto ambayo tunatambua kama idara ya wanawake kwamba kazi zinamlemea mama. Changamoto nyingine ni kwamba wanawake wamekosa fursa ya kuendelea na elimu. Na kutambua changamoto hizo, kama idara tunaona ni wajibu wetu kutoa elimu bure kwa hao wanawake na hata vijana, hata na wazee, ili waweze kurahisisha maisha. Katika mianzo hii tuliona tunaweza kufanya kitu hata kama ni kidogo, maana bado tunakusanya nguvu ya kujenga yale majengo ili tuanze kazi za urejeshwaji. Kwa huu muda ambao wale tunakusanya nguvu, tuliona vema basi tufanye kile ambacho kiko ndani ya uwezo wetu. Ni pamoja na kuwafundisha wale ambao hawakupata fursa ya kuendelea na masomo. Tumekuwa na mafunzo ya cherehani hapa ndani. Tumekuwa na mafunzo ya bustani, mafunzo ya kutengeneza sabuni, pia huko nyuma tumekuwa nayo hapa. Tumejaribu kutengeneza mazingira ya kurahisisha maisha. Sisi kwa kuwa pia tunamwamini Mungu, Mungu tunayemwamini ni Mungu mwenye tabia ya upendo. Na ili mimi hata moyoni mwangu niwe na amani kwamba ninamfuata Mungu mwenye upendo, ni lazima huo upendo pia uwe ndani yangu, na huo upendo niambukize hata kwa wengine. Na hizi huduma tunazotoa kwa wanajamii wa Ititi si kwa sababu tuna pesa sana, lakini ni kwa sababu tunawapenda sana. Ni kwa sababu tunasoma katika miongozo yetu ya dini kwamba
yale unayotaka kutendewa, mtendee na mwingine. Hii inaitwa kanuni ya muhimu sana katika maisha ya mtu anayemcha Mungu. Yale unayotaka wewe kutendewa, wewe pia umtendee na mtu yoyote, wala usijali ni wa kwenu. Maana mimi hapa sina mtu wa kabila langu. Usijali ni wa dini yako, usijali ni rafiki yako, hata kama ni adui, mtendee mema. Mwenyezi Mungu anapendezwa na hayo. Kwa hiyo tunayofanya hapa ni sehemu ya utamaduni wetu, sio hapa tu. Tunafanya na kwingine kwingi. Kwa sababu kuna mafungu yanasema upendo wa Mungu unatupatia bidii ya kufanya matendo mema. Kwa sababu Mungu ni mwema kwa wanadamu wote. Wenye haki na waovu, Mungu ananyesha mvua kwa wote. Na hivyo hatupaswi kubagua. Nimenyenyekezwa sana na upendo wenu pia Wanaititi. Ninyi mna upendo wa kweli. Ninyi ni majirani wema. Kuna wakati ninasikia kuna watu wabaya moja wanatokea labda mbali, wanataka kutuibia vitu, ninyi mnatetea, mnarudisha. Tunawapenda sana. Tabia hii iendelee. Na hivyo ndugu mgeni wetu rasmi, ninapenda kukufahamisha kwamba wenyeji wa Ititi ni majirani wema sana kwetu. Na ni watu wanaotupa ushirikiano, lakini pia ni watu ambao tumeishi kama ndugu na dada. Tumeishi kama tumezaliwa pamoja. Tunapendana, tunasaidiana, tunajaliana. Tukiwa na sherehe kama hizi, wanatuletea kuni, wanaleta vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wao. Na hivi ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotaka tuishi. Upendo na amani. Nashukuru sana. Hayo ni maelezo machache ninayoweza kutoa. Tulianza mwaka 2018 kwa kugawa maji. Tuligundua tulipochimba maji, Mungu alitupa maji mengi sana hapa. Hata tulishangaa. Mchimba maji alitegemea alipopima kwamba tungepata lita 2000 kwa saa moja. Lakini alipochimba maji akapata lita 8000 kwa saa. Tukasema ya sisi wa Kristo tunaamini Biblia. Biblia inasema mmepewa bure, toeni bure. Kwa vile Mungu ametupa maji bure, kwa nini tusitoe bure na sisi? Kwa hiyo tumeendelea kutoa huduma ya maji kwa jamii yetu wanaotuzunguka. Kile tunachojifunza hapa tumewashirikisha wanajamii, na nimekuwa nikiwaambia, na wewe ukisaidiwa msaidie na mwingine. Ninaamini kwa dini zote hii ndiyo njia ya kweli. Tupendane na kusaidiana, maana tunamwabudu Mungu mmoja mwenye upendo kwa wanadamu wote. Asanteni. Mungu awabariki. Mwalimu wa kata aje mbele. Sasa ni yeye, unaweza kuweka wimbo. Hawa watu sije ukawaone wanani, ili na nyinyi muhakikishe wana uwezo wa kucheza. Sijui mtaweka kwaya au muziki. Je, wewe utaamua? Asante sana mgeni rasmi, asante sana DJ. Ndugu mgeni rasmi, sisi ni viongozi wa mtaa na hapa ni viongozi wa kata. Lakini kwa unyenyekevu mkubwa, kabla hatujatoa zawadi yetu, naomba niseme maneno yafuatayo. Sisi Wanaititi
kwa ufupi hapa huwa tunaita Sabato. Yaani ukisikia wanasema Sabato ndio jue ndio hapa. Hawataki kurefusha hili ndio lingine. Ndugu zangu, wana Sabato tangia walipoingia Ititi tumekuwa tukishirikiana nao vizuri sana. Hatusemi haya labda kwa kuwapamba kwa sababu mpo nini. Tunasema yaliyo rohoni mwetu. Tangia tu walipoingia wana Sabato, tuache mwaka jana na mwaka juzi ambapo mvua zilinyesha vizuri, miaka ya nyuma tulikuwa na tatizo la maji sana, lakini waliweza kutusaidia maji hadi ya kunywesha mifugo yetu. Hapo jamani kwao. Tunatoa maji bure. Uongo kweli? Isitoshe, kwa mafunzo haya ya leo sio mara ya kwanza. Wanajitahidi kutoa mafunzo haya kwa watu wa Ititi bila gharama yoyote. Kwa kuzingatia methali semayo, Waswahili wanasema, ukitaka kumsaidia mtu, mpe nyavu akauwe samaki, usimpe samaki. Kwa hiyo wanajitahidi kutoa elimu hii bure. Zaidi ya yote, mgeni rasmi, watu wa Sabato wamewahi kutupa mifuko ya saruji 100. Tukaanza ujenzi wa zahanati yetu na mpaka serikali kaona juhudi hizo, tukapewa milioni 50 na tunaendelea kuikamilisha zahanati yetu. Kama binadamu wa kawaida na kama binadamu mwenye utashi wa kuelewa jambo, hatuna kikubwa cha kuwapa watu hapa. Lakini kwa niaba ya wananchi wa Ititi, kwa niaba ya kamati ya mtaa, tumeona tutengeneze jambo dogo ambalo litaonyesha shukrani zetu kwa hawa ndugu zetu. Tumetengeneza cheti tukaweka maneno mafupi ambayo yatabeba ujumbe mzima wa imani ya watu wa Ititi. Na tumeandika hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Halmashauri ya Manispaa ya Singida. Cheti cha pongezi. Wananchi wa mtaa wa Ititi wanawapongeza Kanisa la Waadventista wa Sabato Ititi kwa huduma bora na uchangiaji wa shughuli za maendeleo kwa jamii ya Ititi. Nikasaini mwenyekiti wangu, nikasaini na mimi mtendaji kwa niaba ya wananchi wa Ititi. Sasa nikuombe mgeni rasmi, mwenyekiti wangu anakuja kukukabidhi cheti hichi ili na wewe uweze kumkabidhi kiongozi wa kituo hichi. Sana uongozi. Ndugu mkurugenzi wa kituo dada Mariam, ndugu viongozi wa serikali, itifaki imezingatiwa hapa Ititi, ndugu wageni waalikwa wenzangu kutoka idara mbalimbali za serikali, ndugu wageni wenzangu waalikwa, wageni wetu kutoka nje ya Tanzania na viongozi katika idara nzima mnaoshirikiana na uongozi wa kituo hiki. Napenda kuchukua nafasi hii kipekee kwanza kabisa kumshukuru Mungu aliyetupa uzima na kutukutanisha siku ya leo. Tunasema tunamshukuru kwa uzima na yote aliyotukirimu. Baada ya hayo, niweze kusema ile salamu yetu sasa. Mimi nianze na hili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Upendo na amani. Na nianze kwa ile salamu yetu kuu ya mama yetu kiongozi wa taifa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza kushukuru
kwa kunichagua mimi leo kama uhusu kuwa mgeni rasmi katika shughuli hii. Najua viongozi wako wengi, lakini nimewapendeza niwepo mimi kama meneja wa SIDO mkoa, na pengine kwa kutambua pia shughuli ambazo SIDO tunazifanya. Niweze tu kusema kwa kifupi shirika maana yake nini. Nikisema SIDO maana shirika la kuhudumia viwanda vidogo nchini, lakini liko katika mikoa yote ya Tanzania bara na mkoa wa Singida ikiwa mojawapo. Linafanya shughuli kuu ambazo zimeelekezwa katika sheria ya Bunge namba 28 katika hatma nzima ya kuendeleza viwanda vidogo na biashara ndogo na za kati, ambapo dhamira yake kubwa ni kufufua fursa bunifu za kijasiriamali kuweza kuanzisha viwanda na kuendesha biashara ndogo. Kwa kibali hiki shirika limepewa majukumu makuu manne. Jukumu la kwanza ni huduma zinazotolewa na shirika ni kueneza teknolojia. Hapa tunatoa ushauri na masuala mazima ya teknolojia, ushauri wa kiteknolojia na mashine ambazo zinaweza kuongeza thamani mazao yetu katika sekta zote za uchumi. Kwa hiyo tunatoa mafunzo, tunatoa ushauri, tunatembelea kwenye viwanda mbalimbali na kuelekeza na kuwawezesha. Tunazo teknolojia center zetu katika baadhi ya mikoa. Hapa kwetu Singida tunao mtaa wa viwanda ambao tunatengeneza baadhi ya mashine. Kwa sasa hivi zimelenga sasa mazao yetu. Kuna mashine tunatengeneza za kupura nafaka mbalimbali, za kutengeneza vyakula vya mifugo, kutengeneza mashine zinazorahisisha vifaa vyote vinavyosindika, hasa usindikaji, karanga na mazao yake yote. Hii yote inakwenda katika masuala ya teknolojia. Ili kuendeleza hizi teknolojia, shughuli kuu ya pili, tunafanya mafunzo darasani. Tunafundisha, tunatoa ujuzi mbalimbali wa namna sasa ya kusindika hivyo vitu mpaka viweze kutokea bidhaa. Tunaingia darasani, ni mafunzo. Kama shirika la serikali tunatafuta wafadhili tukijua kwamba wananchi wote wana uwezo mdogo. Wakati mwingine wao tunaandika maandiko. Hatupewi fedha kwa ajili ya mafunzo. Sisi ni waajiriwa wa kawaida, tuna utaalamu tu, tunawafundisha wananchi. Kwa hiyo kwa wakati mwingine anayeweza mwenyewe analipia mafunzo. Yale mafunzo gharama ile sio kubwa sana kulinganisha na kitu tunachokwenda kukipata. Tunakuwa na darasa linaloanza na watu mpaka 20. Katikati hapa kuanzia 5 mpaka 20, hata kwa 10, 15 tunawafundisha, unalipia. Lakini tunapopata ufadhili, tunapoandika maandiko mbalimbali, tunapopata ufadhili, basi tunachagua wale ambao wanaweza kuendeleza teknolojia. Kwa mfano tu hawa leo ndugu mkurugenzi waliopata mafunzo haya, sisi tunaweza tukawaendeleza zaidi kwa sababu wameshaonyesha njia. Nimepita, nimeona bidhaa zilizofundishwa na mkufunzi Mwalimu Gisa. Kwa kweli amefanya kazi kubwa kama ile tunavyofanya kwenye mafunzo, na nimeona kwa kweli ziko kwenye viwango, lakini kuna mambo machache tu ya kwenda kuwaweka sawa. Pengine tutawasaidia upande wa kuweza kuhitimisha hizo taarifa zao za bidhaa vizuri, kwa sababu hapa najua ni mafunzo, najua haya wamefundishwa yote, lakini ili atoke mmoja au kikundi wanatakiwa wawe na brand yao, nembo yao ambayo ina taarifa zote, yani yeye ni nani, hiyo bidhaa ina nini, ikoje, yuko wapi. Lakini zaidi kwa sababu sisi ni shirika la viwanda na biashara, niahidi hayo. Kwa upande wa mikopo vile vile muongelea kuhusu vyerehani. Kwa vyerehani sisi nikasema sana, tulikuwa na marafiki zetu UK walikuwa kitusaidia vyerehani. Miaka ya nyuma wengi nafikiri wamepata hivi vyerehani. Sijui hapa kama kuna waliokushapata. Sasa kuna maneno alikuwa ameandika. Nafikiri corona imeweza kusitisha kidogo mpango, watu hawajaja tena. Ila wale walioomba wakati wote zinaweza zikaletwa.
na walioomba baadhi wamekwisha kupata hizo cherehani. Tutaangalia huu mpango kwa sababu wameshaanza mawasiliano na sisi. Nitakuwa wa kwanza kuwaombea hawa Waititi. Endapo Mungu atapenda wakabahatika, basi wanaweza wakapata baadhi ya cherehani. Siwezi nikasema kiasi gani, kwa sababu kuna fomu maalum wanajaza na uhitaji wao zinaletwa kulingana na hivi. Ni cherehani vilivyotumika kule kwa wenzetu, lakini ukija hapa unaviwekea meza tu na nini, wengi wananufaika, wanazifanyia kazi na ni cherehani imara, ni vizuri. Baada ya kusema hayo, niweze tu kushukuru pia kama alivyosema mkurugenzi, wananchi wa Ititi, jinsi mnavyojitoa kuchangamkia fursa na kujitoa katika kuhamasika kwenda kwenye mafunzo. Maana mtu anaweza akalipa lakini asiende, si ndio? Lakini nyie mmeitika na mmeona manufaa yake. Kwa hiyo kwenye shairi sijui ni wimbo mmeimba kwamba wazee wakae vijana wanani. Hiyo ni kweli jamani, tunataka vijana ndio wengi taifa la kesho. Ndio muingie kwenye uzalishaji zaidi na ndio walengwa wakubwa. Vijana na kina mama ambao ndio walea familia. Hata sisi kwenye shughuli mbalimbali za mafunzo ndio tunakuwa tukifundisha katika darasa, kweli wanaojitokeza kufanya usindikaji au nini ni kina mama. Wanakuwa ni mstari wa mbele na wanafanya vizuri sana. Nina imani hiyo watafanya vizuri. Na niwatakie kila laheri na niweze kusema kwamba karibuni SIDO, mlango uko wazi, ni shirika lenu. Tutawasaidia katika huduma hizo nilizozitaja pamoja na viongozi wa hapa. Mnipe taarifa vikundi vitakavyoweza kufanya vizuri kuja na nitakuwa nawapa taarifa. Tutakuwa tunashirikiana kwenye hili. Kutokana na hiyo mtaitangaza Ititi, tutatangaza wilaya yetu, tutatangaza mkoa, tutatangaza huduma zinazotolewa na mashirika hasa ya kidini kama wenzetu kanisa la Adventist wa Sabato mlivyofanya mahali hapa. Nichukue nafasi hii kusema haya machache. Nishukuru sana pia kwa kunialika. Mimi niko tayari wakati wote, shughuli zetu ni hizo na pale tunao wataalamu hata kuweza kuendelea kutoa ushauri. Bwana Mgisa amefika pale, tumemweleza tunafanya nini na anajua. Tunaweza kushirikiana nao katika programs zote kwenye malengo aliyoyapanga. Tuko tayari kushirikiana. Nashukuru sana na niwaombee kila laheri wote, viongozi wote tulioalikwa, wenzangu, tuendelee katika gurudumu ile la kuendeleza wananchi na kusaidia hizo juhudi za maendeleo. Asanteni sana. Msalamu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pamependeza, pajapendeza. Amependeza. Naomba muendelee mwe na moyo huyo akina baba kuwatoa kina mama, tusio na wivu jamani. Kwa leo sina mengi ya kusema, na shukuruni sana na ushukuru uongozi wote wa Sabato. Asante sana. Mzee Mwarabu yuko na mke wake ambaye leo ndio anahitimu. Asanteni sana. Sisi tumeshukuru uongozi wa Mama Mariam. Tunashukuru Northern Tanzania Conference, Union Conference, kwa sababu tumeona ya kama kweli wananjozi na njozi waliokuwa nayo leo imeonekana. Na tena tunashukuru uongozi wa Ititi. Asanteni sana, na mgeni rasmi ametupa hope ya kuwa wamama hao na wababa wataendelea na kazi yao. Mubarikiwe kabisa. Na hata cheki mnachotupea hiyo nayo tunashukuru. Kweli kama mjumbe wa East Central Africa Division, mimi ninapeleka ripoti nzuri kwa uongozi, kwa sababu hii idara ya wamama na watoto, hiyo Mama Mariam anafanya, ndio hiyo tunafanya katika nchi 11. Alafu tunapoona nchi kama Tanzania nao wanafanya hii, tunapata nguvu na tunashukuru Mungu. Kumbe Mungu aendelee kuwabariki. Na graduates wetu tunawashukuru na congratulations. Amen. Wanasemina wote mubarikiwe. Sasa enendeni mfanye kazi. Na kiongozi wetu
facilitator wetu Eda Nuru, tunamshukuru, na mama. Musiache tu, musifanye tu hapa Tanzania, hata Kongo tunawaalika. Muende na msaidie Kongo, Rwanda, Burundi, hata Kenya na South Sudan. Na sisi tutawaombea. Mbarikiwe. Asante. Nataka niwaambie, cheti ni ufunguo. Cheti ni mamlaka. Cheti ni daraja. Cheti ni future mnasema? Ni hatima ya baadaye. Mara nyingi huwa tunafundisha wanafunzi, wanapokea cheti, wanarudi nyumbani, wanakiweka, kinaliwa na mchwa, wanakisahau, wanasahau elimu walioipokea, wanarudia pale pale mavumbini. Ombi langu, na kwa neema ya Mwenyezi Mungu, nitakapokuja siku nyingine, ningependa kushuhudia na kuona jinsi cheti hicho kimekusaidia wewe kujenga nyumba, kununua gari, kuanzisha viwanda. Na sasa tuko na viongozi wa serikali ambao wamejitolelea kutusaidia. Swali ni, je, tutaweza kufaulu? Ndio. Jamani, Afrika si umaskini. Afrika ni tumekuwa wavivu wa kutafuta mali. Tusidanganyane ya kwamba Afrika ni maskini. Kuna mali ambayo lazima tuitafute, na elimu uliyoipata hiyo itakusaidia wewe kuwa hata tajiri mkubwa hapa Singida. Tuwe tunakuja kuomba mkopo kwako. Kwa hivyo usiende kulalia cheti chako, kifanyie kazi na utakuwa mashuhuri dunia nzima. Ubarikiwe. Na hapa tuko pia katika mazao mengine kama mboga kwa mama, na hapa atatueleza zaidi kwamba ni vipi yeye ametuandalia ni. Karibu. Asante. Meza yangu ina vitu mbalimbali. Kwanza hapa haya ni maziwa. Haya ni maziwa mgando, yanatokana na zao la ng'ombe. Na sisi Ititi kwa kweli tunamshukuru Mungu ametujalia maziwa. Ni mazuri sana, karibuni. Hapa nina milk shake. Milk shake hii ina vyama upishi mbalimbali. Kwanza ni maziwa fresh nimechukua, nikachanganya na ndizi mbivu, nikaweka na vanilla kidogo na food color, then nika blend, nikaweka kapata baridi kidogo. Kwa ni nzuri kwa ajili ya kunywa. Yeah. Karibuni. Pia hapa nina mbuyu. Yes. Mabuyu yako hapa? Yeah, yanapatikana. Ubuyu wangu kwanza hapa, huu ni ubuyu wenye vitu mbalimbali, ni mtamu sana. Natamani muonje. Huu ubuyu kwanza kuna ubuyu wenyewe, pili kuna vanilla, pia kuna mchanganyiko nimeweka hapo pilipili manga na sukari kidogo na kala kwa ajili ya kuleta flavor nzuri. Ya umetengenezwa kwa hali ya juu na usafi. Hamasisha kilimo biashara. Hapa kwenye banda langu nafikiri tunaona kitu tofauti kabisa kutoka mwanzo. Nataka kuangalia. Na bila kujawahi kabisa kukiona katika maisha yetu. Banda hili limeandaa chakula cha ziada cha mifugo. Nafikiri naweza nikakunja hivi kama carpet nikaendelea kuona. Hamasisha kilimo biashara. Kufanikiwa pamoja. Kituo cha Sabato inaenda juu.
hapa ni mtama nafaka. Njia ya kuandaa mpaka tukafikia hatua hii, tumechukua ngano na mtama wetu tukauloweka. Baada ya kuloweka masaa 24 tukauopoa, tukaweka kwenye mifuko au chombo chochote ambacho unaweza kutumia kwa kuvundishia, kwa kukauvundika. Ulipoanza kuota kuchomoza mizizi, na baada ya kuona kwamba sasa na majani yameanza kutokeza, tukauhamishia sasa kwenye tray kama hili tunavyoliona. Wakati huo tulipohamisha kwenye tray, tuliendelea kumwagilia maji. Hatumwagi maji kama tunapomwaga labda tunapomwagilia mchicha. Tunatumia zile bomba ndogo, na kwa mazingira ya kawaida unaweza ukasema bomba ndogo mimi nitaipata wapi zile pampu ndogo. Unaweza kutoboa ile chupa ikatengeneza matundu madogo kwa ajili ya kunyunyizia. Wengine watauliza, je, tunasema mmea unatumia mbolea? Hata sisi tunatumia mbolea katika kukuza huu mmea. Tunatumia mbolea nitrogen, phosphorus na potassium pia inakuwepo. Kwa hiyo tunapomwagilia inaendelea kumea vizuri. Mpaka ilipofikia hapa, mfugo wetu utaweza sasa kuanza kulisha hasa kuku, wale wafugaji wa kuku. Katika hatua hii hapa, kwa hiyo unaweza ukatengeneza sasa, ukawa unakata, unalisha kuku wako. Chakula hiki ni kizuri sana kwa kuku kwa sababu kuku anapokula mmeng'enyo wake unakuwa ni 90% zaidi ya unapompa kuku chakula kikavu ambacho inakuwa ni 30%. Na vile vile kile chakula kinakuwa kinatawanyika kujenga zile nyama tofauti, na hii nyingine inakuwa inaenda sana kwenye makapi kuku anapotoa. Na sisi tunapenda kujenga sokoni, tunashika kuku tunamwangalia uzito wake. Kwa hiyo viamba ni bora zaidi. Na mtu hapa ambaye anatuelekeza, naomba nimkaribishe. Karibu. Asante. Karibuni jamani. Hamasisha kilimo biashara. Tufanikiwe pamoja. Sabato oye! Tena tumepata mafunzo bila malipo. Asante sana. Jamani, banda hili hapa tumetengeneza batiki. Angalia wana mafunzo, kila mmoja amekunja batiki yake mwenyewe, amechagua ua lake mwenyewe, amechovya mwenyewe, amejifunga mwenyewe kwa namna anavyoona inampendeza. Tumejifunza utengenezaji wa batiki za aina nyingi, lakini kwa hapa tunaonyesha batiki yetu iliyotengenezwa kwa mtindo wa tie and dye, kufunga na kuchovya. Hata Kiingereza nimejua jamani. Sasa batiki hii imetengenezwa kwa kitambaa rangi kama hivi, lakini katika batiki hii tumeweka ujumbe. Ujumbe huu tumetumia kibao. Kibao hicho kinatusaidia kuweka ujumbe. Ujumbe huu unamuonyesha mama Waititi. Mama huyu yuko hapa amebeba mtoto. Mama huyu ametoka shamba, wakati huo amebeba mtoto mgongoni na kuni kichwani. Mama Waititi. Halafu kwenye mkono ana kikapu amebeba na mboga. Majukumu ya mama Waititi ni mengi jamani, wageni tuoneni huruma. Hapa mbele yenu ninayo matofali ya aina mbili. Kuna tofali ya kwanza ambayo ni interlock kama hii, na tofali ya pili ni hii tofali ya kawaida. Hizi tofali kwanza ni tofali za gharama nafuu kwenye ufyatuaji mpaka kujenga, na ni tofali ambayo inajengwa kwa kuumanishwa, kwa kushikamanishwa kama hivi unavyoona. Tofali ambayo inajengwa kwa kushikamanishwa, kwa kuumanishwa. Unajenga hivi hivi mpaka juu, mpaka mwisho. Kama ukiamua kuweka lento unaweka lento, lakini udongo wake unaweka huku pembeni. Katikati haitumii udongo, unatumia udongo pembeni tu. Hii tofali ni nzuri sana kwa sehemu mbalimbali. Udongo wowote unaweza kufyatua kwa udongo huu wa kawaida, pia unaweza kutumia sementi.
Kwa mfuko mmoja unatoa tofali 130. Mfuko mmoja. Hii ni nzuri sana kwenye sehemu zenye matetemeko, maana inapumua. Hata kama mtetemeko ukipita inatikisika, inacheza, inabaki pale sana. Hii nyumba ni nzuri hata kama fundi akija kwako, haina haja fundi ya kuchonga ukuta wako. Mama uliweka plasta yako, baba uliweka plasta, fundi akaja hapana chonga, sio naweka umeme si maji, hapana. Fundi anapitisha nyaya kwenye hizi tundu moja kwa moja, anaweka waya wake humu ndani, anaweka bomba zake humu ndani, nyumba haigusi. Hii tofali nzuri sana mama, akina baba Waititi, tuanzishe na tufanye jitihada tuweze kujenga hizi nyumba. Na hapa